know the meaning. But it was different. And Paul was from the book of the Pharisees. But it was different. Now Paul was taught by the best teacher in the city or in the town. But it was different. Because he was taught by the man named Gamaliel. But it was different. And he had another advantage. He was a Roman citizen. Unaitwa siku. Alikuwa amenunua ama baba yake alikuwa amenunua citizenship ya Roma. Unaitwa siku. And that one was added advantage. Unaitwa siku. Wacha tuangalie this group yenye inaitwa the scribes. Unaitwa siku. Hadi kimarua ama the media. Unaitwa siku. The people of media, the press, wanaitwa siku. These people walikuwa wanaandika ya mali ya kimongono ama haki ya maovu to the priest, the Pharisees, and all wanaitwa siku. Tunaliona ni ya mambo ya kirawe, wanaitwa siku. So they saw what Stephen was doing and they reported. Wanaitwa siku. Amari ya kweko Angela the witness. Wanaitwa siku. Hata jinsi tunaona kwenye kunaendelea usijiro. Wanaitwa siku. Press kama mambo ya Bwana. Wala ni worship. They need the same. Because hata sasa tunaona kuna vita mingi ya press. Wanaitwa siku. And press the year kingdom. Wanaitwa siku. The year kingdom. Sasa hii ni inafikia kanisa sana. Wanaitwa siku. Ndio hii ndio kingdom. Wanaitwa siku. Ikiwa hii ninagotilika Inefta, but not God. Worship area. Let us see. Okay, ni makani na wasilika. Kwa yanga. Ni makando the God ama the priest. Walikuwa kwa kanisa. Let us see. Who started this? And you go back to the book of Genesis. So that they can have a fellowship. And when Adam alifanya dhambi na akatolewa, still they continue doing the same fellowship. Tunaomba watiendelee Adam na Kaini wakiendelea sakini. Wanaitwa siku. From there you go to au ile tafina iludia mbele yake. Ngo zote fellowship ya kanaka. Wanaitwa siku. You go to Abraham. Go to Isaac. Wanaitwa siku. Adoshe nika imeenda. Kuna nimame nyama. No kitu makaje ndia. Kaini yuwa baka. Ibrahim amutagera. Ogora make kirimai. Amehemute fulani. Wanaitwa siku. You ask yourself why? You think I get that? Not for Christian. Wanaitwa siku. Because na wafanyakazi wake wote wanaitwa siku. Ukisoma about wakati alituma wafanyakazi wake kwenda kutafutia
Bwana asifiwe. Kwa nini? Alikuwa anataka pesa. Bwana asifiwe. Unaona watu na Israeli akiwa hizi. Bwana asifiwe. Moses anawatoa. And God instructed them to build the ark of God. Bwana asifiwe. And there was tabernacle. Hali hema yake tuka. Bwana asifiwe. Yanga waya. Mbele ni yanga. Yale yanga. Bwana asifiwe. You go to the judges in the sphere. Ati Joshua ndiye akimelania na familia yako. Bwana asifiwe. You go about we hear about David akijaribu sasa kujenga hekalu. Nikaenda kuombea hema madhiyo. Unaelewa sikia? Because they had already settled. Tado hemele akitoka yale hapo duku. Unaelewa sikia? But now walikuwa wamefika akiwa hapo ametengea Mungu. Unaelewa sikia? And God said to David, put an end. Bwana asifiwe. Lakini your son will build for me. And Solomon built the temple for the Lord. Akaya ukidoma hapo haleluya. Ukiwa Jehova umikuru kwa Jehova. Bwana asifiwe. Unaendelea nasikia inakuja inabomolewa. Ezra na Nehemia wanajenga tena. Bwana asifiwe. Akali hivi. No ukidoma hapo haleluya. Still when they dedicated that temple again, tukiwa kayo haikuruka. Bwana asifiwe. Iko kaipa haraka nyingi. By the Babylonians. Bwana asifiwe. Iko hapa. Ni makoli. Hii ni anoma. Bwana asifiwe. Hii roho ya Mungu. Ana yake kwa kina dia ndo. Tunaenda kitendo gani? Roho kaitali kwa. Mungu wetu Zakaria akiona jambo lako. Anaandika. Bwana asifiwe. These scribes, they dominate after now. Bwana asifiwe. Ni hizo ndio. Ungeako mena. Dunia yako watu. Social media. Bwana asifiwe. Ni wote ndio. Tupita na watu wengi sana. Hawezi. Because these people of the media, they had that very huge. Tadimana dekati makale ya force. Bwana asifiwe. Na makale na wengine wote kangia Mungu. Wanaangalia ni ngara. Yale kandio. Kandio ni ngara. Adoma toka madia kwa madia kati tirani. Bwana asifiwe. Bwana Kila kwa kitu. Bwana asifiwe. Sasa Bwana asifiwe. Niko wakati tulikuwa tunarudisha mwaka Biblia from 2024 to 2025. This community LGBTQ, they were Christian. Bwana asifiwe. Na wale online on social media. Bwana asifiwe. Na wale ndio yapo. Bwana asifiwe. They were broadcasting live. Kiwe kwa Bwana asifiwe. Iko gani
Matendo ya Mitume 9 mstari wa 4 hadi wa 18. Akaanguka chini akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, Bwana waniudhi? Akasema, u nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ni Yesu unayeniudhi mimi. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa yakupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakalisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, akamleta mpaka Dameski. Ikawa siku 3 haoni wala anywi. Basi walipokuwako Dameski, mwanafunzi jina lake Anania, wakamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama uende zako katika njia ijayo Yofu, ukaulize katika nyumba ya mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba. Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyoyatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, wakamfunge wote kwa kuitiayo jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyo ni chombo kiteule kwangu, alichukuaye jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yaliyo mengi yatakayopasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwokea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoitia, upate kuona tena, ukajazwe na Roho Mtakatifu. Maana vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa. Unaitwa sikia. Pia wakati aliua Stephen, continue with persecution of disciples. Unaitwa sikia. Na hapa chapter 9 is on his way to Damascus. Unaitwa sikia. Na Mungu anamtokea, anamwita Saul, why do you persecute me? Unaitwa sikia. Na kiasi huyu aliumba. Unaitwa sikia. Tunalengwa heri ya Mungu. Unaitwa sikia. Heri ya Mungu. Ambia wenye kama Yesu anajibu na sema, hivi unaitwa siku. Ndiyo, mbele ndio ndio. Unaitwa siku. Remember, aje wao ndio wamenyoro. Unaitwa siku. Ili warudishe Jerusalem so that they can go and be healed. Unaitwa siku. Na alitoa hadi barua by the council. Unaitwa siku. Another advantage, yako better album. Unaitwa siku. Because he was
from the Pharisees. From the group of Pharisees. Wanaitwa sifiwe. Amen. Na advantage yake ale around season. Wanaitwa sifiwe. Amen. Na hapa kwenye dapo komoni kuna wengine wanaitwa sifiwe. Amen. No. Kumbuka alikuwa amepiga kila atimamu wakenda kuhura Stefano na mahiga. Aliambamu kuna mauti na kusho wakiga magulu ya maji. Unaitwa sifiwe. Amen. Na makimta Stefano kuna nguo yake iko. Unaitwa sifiwe. Remember watu wa kitambo bosi walikuwa na nguo kama nikaje. Kuna pengine iko. Unaitwa sifiwe. Amen. So they removed that one from Stephen. Na wakaeka miguuni au Saul. Wanaitwa Stephen. Na hali ukikumbuka chukua tunaangalia neno na Elijah na Elisha. Kitu cha mbele Elijah ikiingia Elisha alikuwa. Wanaitwa Stephen. The ministry of prayer. The same thing they did. Watu kwa mama ya kama wewe unataka. Unaitwa sifiwe. The ministry of prayer. Ukisoma ukiendelea unasikia watu those who are found and so on are hearing the sound. Unaitwa sifiwe. Lakini wapo na wao. And there when Saul was akiamuka hapo nao. Unaitwa sifiwe. And he went into Damascus na akaanza kuomba. The ministry of prayer ikaanza kazi. Unaitwa sifiwe. Kwa dunia ni yake tunataka menya. Unaitwa sifiwe. Na yeye alikuwa ndani anafanyia Mungu kazi wakati anaua the Christians. Hata wakati Stephen was killed, the same thing Jesus said wakati alikuwa msalabani. Unaitwa sifiwe. Nikiendo kijirani mwa. Unaitwa sifiwe. And the funny thing, when the council the Sanhedrin walikuwa wanataka kununua Christ, Jesus, hapo anajua ni nani. Ndio tumeweka sehemu. Kila ile moja ya Mungu uliake mwani who is Christ. Unaitwa sifiwe. Because Christ and his disciples are doing the same thing. Unaitwa sifiwe. So, yangalia ndoto zenye nilikuwa niwaambia last time about the macros. You see, when you honor someone who wafanya the same, unaitwa sifiwe. Hapo hapo maika na tashi. Hapo ikana. Unaitwa sifiwe. Because it is a ministry you are under. Unaitwa sifiwe. Because Steve is doing the same. Ukisoma pahali pale chini kaya the same education area Paul alinaye kuishi. Unaitwa sifiwe. He argued with people. Unaitwa sifiwe. Hapo ukisoma his ministry alikuwa anaingia in synagogue. And he argued with the people. Then unaitwa sifiwe. Because he understood the law. And now, this gospel, good news, unaitwa sifiwe. Ndio mtu ambaye ndiye. Unaitwa sifiwe. Todo kile gani kile kile ni wake. Ni wale wale ni master. Unaitwa sifiwe. Kwa sababu ukisoma imani
unasikia, I will show him how much he must suffer for my name. Unaitwa sivyo. Tuangalia in 2 Corinthians 11:24-28. 2 Corinthians 11:24. Kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40 kasoro moja. Mara tatu nalipigwa kwa bakora. Mara moja nalipigwa kwa mawe. Mara 3 nalivunjikiwa jahazi. Kucha nimepata kukaa kilindini. Katika safari mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa mataifa mangu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za Mungu, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Baadhi ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku, ndiyo maangamizi ya makanisa yote. Unaitwa sikia. 5 times. You can see how much Saul suffered. Unaitwa sikia. Ati ya horeto akahogo. 5 times I have received from the Jews for this rashes -1. Unaitwa sikia. Kule kuhuona na hogo. Na akahogo ifoko. Maitaiga. Unaitwa sikia. Na ni horeto na mahiga. The same thing he did to Stephen. Unaitwa sikia. Now he faced the same cancer ambayo Steve faced. Unaitwa sikia. Akaja kama mbele yao kama ikamaika. Unaitwa sikia. Nini? Unaitwa sikia. Because mwenye alikuwa peleka ile nchi alimua. Alikuwa akaona because Stephen was very much serious kueleza injili ya Mungu. Unaitwa sikia. And because of that alikuwa aliuliwa. The same thing happened because Saul had the same characteristic of being serious. Sababu Mungu akaona ni chombo kizuri kutumia. Unaitwa sikia. Na akamuona not wa Githomoya because of his education. Unaitwa sikia. Tunwa nyawa na uwewa. God use that. Unaitwa sikia. Unaona he is very serious and brutal. Tado kinaendelea namba mali namba na John Mark ndio kudhibiti na John Mark. Unaitwa sikia. Kwa damu na washoka na nguvu. Mali ile. Ana mambo. Unaitwa sikia. Anaangalia ile damu na kuhubona mahali. Unaitwa sikia. Sierepimo. Ukisoma pale wakati alikuwa anaitwa na Mungu, unasikia aliomewa and the scale came out of his eyes. Unaitwa sikia. Magamba ama scale za nyoka. Unaitwa sikia. Where did they came from?
ukisoma in Acts 28 1 to 6 kusikia wale walikuwa na wanasafiri na meli na meli yao ikaanguka, wakajipata na island of Malta. Endelea kwamba maji ya Kenya mmoja maji ya Italy au baiko ni ngaka alo ile kwa akishikia mmoja kingine kwa kitu na kiroho ndio sisi alo mole andole mwingine ndio mwingine ni bora ni msonga songa huko when the Iran saw the snake hanging on his hand, they said to each other, "This man must be a murderer, for they thought he escaped from the sea. The goddess of justice has not allowed him to live, but poured him off into the fire and suffered no ill." The people expected him to swell up or suddenly fall dead, but after waiting a long time and seeing nothing unusual happen to him, they changed their mind and said he was of God. Let us hear. And that slave ukisoma another version nani hapa na ingine sing a different. Ukisoma another version of the Bible unasikia that slave ilikuwa basi wanaitwa slave ikiwa yao kweli iko mara ya kudakikasha ya tendo kwa wanaitwa slave kusoma Amplified Bible kwa inataja the type of slave wanaitwa slave, na ukiangalia yenye huwa inafanya huwa inakurudia na kuuma zaidi na kuondoka tena wanaitwa slave. Tutafunza another day course ya masaa about where the old skills zilitoka wanaitwa skills, lakini if you go to the Genesis kuanzia hapo about when nyoka limdanganya mtu anaitwa Eve na Adam. You go to Isaiah 27 tusome kisha tuanzie hapo na kisikia Mungu atusaidie jaribu Isaiah 27 verse 1. Yeah. Katika siku hiyo Bwana kwa upanga wake ulio mkali, ulio mkubwa, ulio na nguvu, utamwadhibu
kuogeana, nyoka yule mwepesi, na Leviathani nyoka yule mwenye kuzongazonga, naye atamuua yule joka aliye baharini. Tunaita siku. Amen. Tuombe tena tuangalie cause that's another explanation. Those Mogama was solved deliverance. Tunaita siku. Tudulia ya tena ikawa noleka. Tunaita siku. Tunadugemea. Tunaita siku. Amen. Ni mwasa wakati mtu anaokoka anapelekwa classes, unaitwa siku. Afate kutoa ina discipleship, unaitwa siku. Nigeenda ukifika dosi, unaitwa siku. Juu yake ilikuwa hata ministry ikuka, niposa na kilo mkono. Unaitwa siku. Itaendelea kama kuna mtu anasema kama hakuna ngozi maabari, tutaendelea.